jamii. Kwa sasa hivi sisi katika nchi za Afrika tupo katika top 5. Tuko na kwenye wale nchi 5 ambazo zimeathirika sana na ugonjwa wa sickle cell. Sisi tumo na ni watatu sisi. Wa kwanza Nigeria, wa pili Kongo, kisha sisi ni watatu. Kwa hiyo madhara ni makubwa sana. Na imekadiriwa kwa takwimu zilizofanywa takribani watu milioni 14 wana vinasaba vinavyosababisha ugonjwa wa nini? Wa sickle cell. Kwa hiyo tumelazimika kulifikisha hilo kwa waumini na waweze kufahamu hilo. Kwa hiyo sickle cell ni nini? Sickle cell ni mabadiliko ya mfumo wa damu. Zile chembe za damu zinakuwa zimebadilika, haziko katika mfumo wa kawaida. Tunaelewana eh? Lakini pia ina dalili zake kama tulivyozieleza ambazo ni 5. Kwa hiyo watu wanalazimika kikubwa kabisa kwenda kupima na kujua hali za afya zao. Lakini pia kwa wale ambao kabla bado hawajaoa, basi wao ni vizuri zaidi kufanya vipimo wote wawili kabla ya ndoa. Lakini sisi ambaye tayari tushaoa na tayari tuna watoto, basi ni vizuri tukapima, tukajua hali zetu, kwamba tuna vinasaba vya sickle cell ama na watoto wetu pia wanaumwa ugonjwa wa sickle cell. Kwa sababu inawezekana mtoto akawa anaumwa ama mtu mzima anaumwa, lakini pia dalili zisioneshe mapema, ukawa unaishi nayo muda mrefu. Yaani kuna ile mtu anaumwa lakini hajazidiwa. Swala la nabii. Mtu hajafanya nini? Hajazidiwa. Kwa hiyo nimeamua nifikishe ujumbe huo na sikukusudia kutumia dakika nyingi sana. Kama mtu hajaelewa katika pale nilipoeleza, basi ni vizuri akauliza nikaweza kurejelea. Maana na jedwali hapa tulilopewa nitaachwa hapo nje, mwingine atakuwa anapitia. Nimechukua kwa ufupi tu. Kuna chati vipeperushi tumepewa, kwa tutabandika hapo nje, utapitia. Dondoo zingine mwenyewe taratibu. Lakini kwa haya niliyoyaeleza, kama kuna mali nimepita sijakuelewesha, sijatumia lugha ambayo imekufaa, ukazidi kuelewa vizuri, na ruhusu maswali. Kwa sababu maswali pia yanasababisha kuelewa nazungumza nao wameelewa kwa kiwango gani. Kama hakuna, tumrejeshee imamu aweze kutuombea dua na tuweze kwenda katika shughuli zetu. Sala nabi. Aisha. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala. Kama mimi nimepimwa navu, alafu mke wangu anapo, je, kuna kinga au tusizae? Sawa. Swali zuri sana limeulizwa na muumini pale kwamba mimi nimepimwa, nina vinasaba vinavyosababisha ugonjwa wa sickle cell. Lakini pia na mwenza wangu pia amepimwa, amegundulika na yeye ana vinasaba vinavyosababisha ugonjwa wa sickle cell. Nasema matibabu wanasema yapo. Yako matibabu ya dawa. Tunaelewana eh? Yapo. Lakini pia kama nilivyosema kwamba mkiwa mnavyo vinasaba vinavyosababisha ugonjwa wa sickle cell, sio lazima watoto wenu wazaliwe wakiwa na nini? Na sickle cell. Yaani kwa mfumo wa Mungu anavyotengeneza viumbe wake, wengine unaweza kuwa na watoto 4. Mmoja akazaliwa na sickle cell, mwingine hana. Ama mwingine akazaliwa ana vinasaba tu, bado ugonjwa wenyewe wa sickle cell hujampata. Tunaelewana? Na haijalishi mtoto huyu wangapi. Inaweza kawa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Ndivyo tulivyopewa mafundisho. Kwa hiyo tiba ipo. Kuna kinga ili simpate. Kinga ipo. Wameeleza kuna baadhi ya chanjo pia zinasaidia kuepukana, yani mtoto asiweze kuhudhurika na huo ugonjwa wa nini? Wa sickle cell. Kwa kubwa zaidi ni kwenda kupima, lakini pia utapewa ushauri na madaktari wa kitaalamu zaidi. Nadhani imeeleweka. Tumeelewa shwani? Lakini matibabu ya dawa yapo, na wanaye pia matibabu mengine ndio tunasema yanagharimu milioni 75 mpaka 100 ya kupandikiza na kitu wanaita uloto. Sasa zinachukuliwa chembe za damu za mtu ambaye hana vinasaba vya sickle cell. Vinachukuliwa kwake, alafu huyu mwenye vinasaba vya sickle cell vinanyonywa vile vya kwake, wanapandikiza vile vingine. Tunaelewana eh? Ambayo madaktari wako ndio wanalieleza zaidi, ila kwa jinsi tulivyopata ndio hivyo. Kwa hiyo matibabu yako ya dawa na yako matibabu ya kupandikizwa kitu kinachoitwa uloto. Na maana chembe za damu za ambaye hana ugonjwa wa sickle cell wala vinasaba, anapandikiziwa yule ambaye ana ugonjwa ama ana vinasaba vya sickle cell, ili kubadilisha ule mfumo wa damu kwa yule ambaye ni mgonjwa. Kama lingine la mwisho lipo. Ndio. Unaweza kujua kwamba hizo vipimo vinapatikana kwenye
vituo vya afya yote au hospitali kubwa? Kwa sasa hivi ni hospitali kubwa tu. Wanasema hospitali kubwa, lakini wamesema Benjamin, KCMC, Muhimbili, ila wana harakati, wana jitihada serikali kuhakikisha vipimo viweze kupatikana katika kuanzia vituo vya afya mpaka zahanati. Ila kutoka kuna tofauti. Kuna vipimo vidogo na vipimo vikubwa. Kwa vipimo vya awali serikali inafanya jitihada kupitia Wizara ya Afya kuhakikisha kwenye vituo vya zahanati, vituo vya afya, hospitali za rufaa za mikoa yote ipatikane vipimo, lakini kuna vipimo vidogo vya awali wenyewe wanaita. Vipimo vya awali na vipimo vikubwa. Kwa vile vikubwa vipatikana kwenye hospitali kubwa. Ndipo tulivyoambiwa. Lingine kama liko? Ndio. Siko seli ni kama ulivyosema, zile chembe zile za damu ndio kuwa tofauti na ule ukawaida wake. Ndio. Na yawezekana baba akawa naye mama kama hana mtoto anazaliwa sana. Ndio. Lakini mpaka wawe baba na mama wote wana hiyo, ndio itokee kwamba sasa na mtoto hawezi kuzaliwa katika sura hiyo. Ndio. Lakini pia umesema inawezekana kuna baba na mama wakawa na sickle cell lakini mtoto akazaliwa akiwa hana. Ndio. Sasa swali, hii sickle cell huwa inasababishwa na nini? Labda sasa kwa tahadhari, baada ya kama kitu mtu anazaliwa nayo. Sasa yaani kule nyuma ilisababishwa na nini? Huyu mtoto sasa hivi tunamzungumzia kwa sababu atakuwa amesababishwa na baba na mama yake, si ndio? Ndio. Lakini je, hii imekujaje kwa mwanadamu? Asili yake kujaje? Ameuliza hapa kwa sababu sisi tunaenda kupata semina kule na sisi tulikuwa tukiuliza maswali. Kwamba hii sickle cell inasababishwa hasa, yani mwanzo wake kabisa ni nini? Na sisi tuliwauliza madaktari wakasema mwanzo wake kabisa haijulikani, ila imekuja kugundulika tu kuna ugonjwa wa sickle cell, na baadhi ya watu wanakuwa na vinasaba vinavyosababisha virusi vya ugonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo haina labda kuna kitu fulani mkifanya ndio kinasababisha kupata vinasaba vya sickle cell, haina kwa maelezo waliotupa madaktari. Kwa hiyo mimi nanukuu vile vile nilivyokuwa tumepokea. Kwa hiyo hakuna cha kusema kwamba kuna kitu cha kupambana nacho ili kuweza kuzuia. Ni mfumo wa Mungu tu alikutengeneza. Kuna mwingine anakuwa na vinasaba, mwingine anakuwa hana. Ndio kama nilivyosema, kwenye familia moja inawezekana baba na mama wana vinasaba vinavyosababisha ugonjwa wa sickle cell na mtoto akazaliwa akiwa hana hivyo vinasaba vya sickle cell ama ugonjwa wenyewe wa sickle cell. Ieleweke vizuri, kuna vinasaba vya kusababisha huo ugonjwa na kuna yuko sasa tayari ni mgonjwa. Tunaelewana eh? Kuna vinasaba vinavyosababisha sickle cell ambaye ni virus, virusi tunasema. Lakini na kuna sickle cell yenyewe sasa ambaye ni ugonjwa. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu ana vinasaba hana sickle cell. Tunaelewana eh? Lakini akishakuwa ana sickle cell tayari na mwana ana sickle cell na nini na vinasaba. Nadhani limeeleweka hivi kwa hizo jitahidi. Nadhani muumini tutoshe hapo. Mwenyezi Mungu atujalie kila la heri. Atuepushe na kila la shari.